Leo tutaangalia juu ya sababu za watu kuchokana kwenye ndoa. Sababu za watu kuchokana kwenye ndoa. Wapendwa, ndoa ni maisha ambayo safari yake ni ndefu mpaka kifo kitakapokutenganisha. Usipokuwa na mafuta maalum ya Roho Mtakatifu, unaweza ukachoka. Na ndio maana ni muhimu mara kwa mara kutambua zile sababu ambazo zinaweza zikakufanya ukachoka, ili ujue namna ya kuzikabili ili usichoke. Sababu ya kwanza inaweza ikamfanya mtu akachoka kwenye ndoa yake ni kuacha kutamanishana kimuonekano wa nje. Kuacha kutamanishana kimuonekano wa nje na wa ndani. Katika mahusiano, swala la kutamanishana lina nafasi kubwa sana kwa mwanamke na mwanaume, hususan kwa mwanaume. Mwanaume anapata hisia zaidi pale anapoona kitu kwa macho, tofauti na mwanamke. Kwa mwanamke, hakikisha hauachi kumtamanisha mume wako, muonekano wako. Mtege, muonyeshe mwili wako kwa kumtamanisha. Wakati mwingine kaa naye kwa kumuonyeshea muonekano wa kimahaba. Huyo ni mume wako, usimuogope. Lakini pia na wewe mwanaume, mke wako anapokaa kukutega, tegeka. Usijifanye mgumu. Akikutega, tegeka, shtuka, na muonyeshe kwamba umeshtuka, na mtamkie maneno matamu ya kumuonyesha umeshtuka. Mwanamke anategeka sana kwenye mapenzi kwa maneno matamu yanayogusa hisia zake za ndani, na mwanaume anategeka sana kwa muonekano wa nje. Lakini pia sababu ya pili ya kuchokana, kuwa bize sana na utafutaji. Ukizidisha ubize kwenye eneo la kutafuta, mtachokana, kwa sababu mtaacha kuhudumiana kwa tendo la ndoa na kuongeleshana maneno ya mapenzi na kutegana kimuonekano. Kwa sababu huyo atakuwa bize kutafuta hela, huyu naye atakuwa bize kutafuta hela. Mkirudi jioni, kila mtu amechoka. Hakuna mtu mwenye muda wa kuongea na mwenzake, hakuna mtu mwenye muda wa kumuonyeshea mwenzake mapenzi. Wapendwa, uchumi upo, hela zipo, ila usizisahau na ukasahau kwamba kuna ndoa. Ndoa ni ya muhimu sana. Jambo la tatu, kuwa bize sana na malezi. Na hii sana inawakuta wanawake pale wanapojifungua. Anakuwa bize sana na mtoto, anasahau mume. Kwa unakuta muda mwingi mama anakuwa ananuka maziwa, muda mwingi unakuta mama yuko bize na mtoto, mume anamwachia usigeli amhudumie. Ajui hata mume amekula ajala, yeye yuko bize kunyonyesha na kumpa mtoto uji. Kumbuka, kuna maisha baada ya kunyonyesha. Kuna maisha baada ya kuwapa watoto uji. Mtoto ni mgeni kwenye familia. Asifanye mkapoteza nafasi yenu ya fellowship. Ndiyo, changamoto za malezi huwa zinakuwa na hali fulani ya kufanya mwanamke aruzi control. Lakini licha ya kwamba kuna changamoto ya malezi, kuwa mtu mzima, na ndio maana umeitwa mtu mzima. Pambana na malezi, na baba msaidie mama kwenye malezi, ila mbakize na muda wenu wa kuendelea kukaa kama wanandoa ili msichokane. Jambo la nne, uchafu uliopitiliza wa ndani na wa nje. Uchafu uliopitiliza wa ndani na wa nje. Uchafu ukizidi, inaweza ikasababisha mkachokana. Mama, ukiwa mchafu unatoa harufu kwenye vitu vyako vya ndani, mme anakuchoka. Mwanaume pia ukizidi uchafu, mke atakuchoka. Kwa eneo hili na lenyewe pia ni la kuliangalia. Na sana wanaume wengi wanazanigi usafi kwenye mapenzi ni wa wanawake peke yao. Hata mwanaume unatakiwa uwe msafi. Fua boksa yako, oga, so unanuka majasho afu unamparamia mwanamke. Haileti radha kwenye mapenzi. Nafikiri tunaelewana. Twende kwenye ya tano. Eneo la tano, kuendekeza tabia au madhaifu ambayo mwenzako hayapendi. Kuendekeza tabia au madhaifu ambayo mwenzako hayapendi inaweza ikasababisha kuchokwa kwenye ndoa. Mpendwa, kama unaona kuna udhaifu fulani ambao mwenzako anaolalamikia mara kwa mara, aidha kiburi, hasira za haraka, uchafu na madhaifu mengineyo walioko kwenye ndoa wanaelewa, jirekebishe huo udhaifu.
Na ukiona kuna kitu mwenzako anakilalamikia mara kwa mara, kuwa mnyenyekevu, jua kinamkwaza. Kwa nini usikubali kukiachia? Najua madhaifu mengine ni kazi sana kuyaacha, lakini kwa ajili ya upendo, hebu toa sadaka kuuacha, kwa ajili mwenzako asikuchoke. Lakini pia jambo la mwisho, kupoteza hofu ya Mungu na muda wa kuombea ndoa yenu. Hofu ya Mungu ni kitu muhimu sana kwenye mahusiano ya ndoa. Wanandoa, mnapopoteza hofu ya Mungu, mnapopoteza muda wa kuomba kwa ajili ya kuombea ndoa yenu, inaweza ikapelekea shetani akawachosha. Kila mtu akaanza kumuona mwenzake ni wa kawaida. Hamna kitu kibaya kwenye ndoa kama kuacha kuonana kama mke na mme, mkaanza kuonana wa kawaida. Hicho kitu ni kibaya sana. Shetani yupo, kazi yake ni kutafuta nafasi ya kuwachosha. Ndio maana msiache kuombea ndoa yenu. Msiache hofu ya Mungu, itawasaidia sana. Na Mungu awabariki. Amen.